Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Siku hii leo tumepata fursa ya kukutana na katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, Comrade Mjanakheri. Kwa namna yake tutapata kuzungumzia fursa mbalimbali za kimaendeleo za mkoa wetu huu wa Mtwara, na wao kama Chama cha Mapinduzi wanaziishi vipi falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji. Kiongozi, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara na uwekezaji. Na sisi kwetu imekuwa fahari siku ya leo kukutana na wewe, kuzungumza na wewe katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Mtwara, na tunakukaribisha sana kwenye channel yetu hii ya Mtwara TV, channel ambayo imekuwa ikifanya kazi ya kupromoti na kuzungumzia miradi mbalimbali ya kimaendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara na vipindi kama hivi vyenye falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Pengine tunaposema falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji, nyinyi kama Chama cha Mapinduzi mnaiishi vipi katika kuleta tija na kuchochea maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara? Karibu sana. Kwanza nikushukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki ambacho kinarushwa na ndugu zetu wa Mtwara Online TV. Mimi nishukuru sana pia kupata fursa hii kwanza. Asante sana. Lakini mimi naitwa Ibrahim Mjanakheri, katibu wa CCM mkoa wa Mtwara. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, swala la uwekezaji ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Na tunajitahidi sana kuisukuma serikali na kuishauri serikali yetu ijitahidi sana kuhamasisha swala la uwekezaji, hasa kwenye mkoa ambao una fursa nyingi za maendeleo kama Mtwara. Na kwa bahati nzuri sana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, katika eneo ambalo amefanya vizuri sana katika kuvutia uwekezaji ni kipindi ambacho yeye amekaa madarakani kwa hii miaka minne. Utaona hata shughuli za utalii ambazo pia zinavuta uwekezaji zimekuwa kwa kiwango kikubwa sana katika kipindi cha miaka minne. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi, swala la uwekezaji ni ajenda yetu ya kudumu. Naam, labda pengine sasa katibu, tukiwa tunaendelea kuzungumza mkoa wetu wa Mtwara, tumeshuhudia kuwepo na miradi mikubwa ya kimkakati ambayo kimsingi imegawanyika kisekta. Tukitazama bandari ya Mtwara, tukitazama miradi ya afya, tukitazama miradi ya shule, tukitazama miradi ya miundombinu ya barabara. Lakini kwa namna ya kipekee unaizungumziaje bandari ya Mtwara ambao kimsingi ni mradi wa kimkakati ambao upanuzi wake wa gati umeleta mabadiliko makubwa na mapinduzi makubwa mpaka leo hii korosho na meli kubwa zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kusafirishwa kupitia bandari hii ambayo imefanyiwa investment kubwa na serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Mimi kwanza nianze kumshukuru tena Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kazi kubwa aliyofanya katika kuboresha bandari yetu ya Mtwara. Kwanza kwa kuhakikisha tunaongeza ukubwa wa gati la kupakulia mizigo. Unaweza ukafanya ukawa na malighafi nyingi ambayo inakwenda nje, lakini inabebwaje kwenda huko? Moja ya kitu alichofanya ni kuongeza gati. Leo tuna uhakika meli yoyote ambayo itakuwa na ukubwa wa mita 300 inaweza kuweka gati yake pale katika bandari ya Mtwara bila matatizo. Hili ni jambo kubwa sana kwa mkoa wetu. Ndio maana nikasema naanza kwa kumshukuru. Lakini la pili, sasa tuna uhakika kwamba bidhaa zetu zote ambazo tutakuwa tunazalisha, hasa bidhaa za kilimo kama korosho, ufuta, sasa tutakuwa na hakika ya kupeleka kwenye masoko ya nje kupitia bandari ya Mtwara. Hii si jambo limekuja tu, ni kwamba yuko mtu anaongoza serikali akiwa anathamini kazi zinazofanywa na wananchi wake kupitia kilimo. Dr. Samia kwa jambo hili kalifanya kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo mimi niendelee tu kuwahimiza ndugu zangu wa mkoa wa Mtwara, tutumie fursa ya kuwa na bandari kama chachu ya kuleta maendeleo ya kweli katika mkoa wetu.
serikali imefanya kwa kiwango chake, na sisi wananchi tukafanye kwa kiwango chetu, kuongeza bidhaa za kilimo, tulime ufuta kwa wingi zaidi, tuhakikishe tunapata korosho kwa kiwango kikubwa zaidi. Katika msimu wa 2024-2025 wananchi wa mkoa wa Mtwara waliweza kupata zaidi ya tani 118,000 ya korosho kwa chama kimoja, kwa chama kimoja tu cha Mamku, kimoja tu cha Mamku, ambacho wananchi waliweza kupata zaidi ya bilioni 370. Ukiwa unaizungumza bilioni 370 iliyokwenda kwa wananchi wa kawaida wa ngazi mbalimbali huko vijijini, maana yake umekuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, maana yake umeboresha afya za mtu mmoja mmoja, maana yake umekuza kipato cha familia moja moja. Hii ni kazi ambayo imefanywa kwa ajili ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwekeza kwenye kilimo. Alihakikisha mbegu kwenye mazao mengi ya kilimo, ikiwa ni pamoja na korosho kwa kupeleka madawa, pembejeo, madawa ambayo yamesaidia sana kuleta kiwango kikubwa cha uzalishaji ambao tunausema leo. Hili jambo alikuja tu kama mvua. Mheshimiwa Rais aliwekeza nguvu, ameweka ruzuku kwenye eneo hili, na tuna hakika katika mwaka wa 25-26 tuna hakika tunaweza tukapata kiwango kikubwa zaidi cha uzalishaji wa zao la korosho. Tunaendelea sisi kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana kuendelea kuisukuma sekta ya kilimo ilete matokeo makubwa katika nchi. Naam, ndani ya miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia katika mkoa wetu wa Mtwara umekuwa na mapinduzi makubwa kwenye upande wa miundombinu, ikiwemo ujenzi na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mtwara ambao sasa umekuwa ni wa aina yake na unaendelea kufanyiwa maboresho ili kuhakikisha uwanja ule unaleta tija na huwe wa aina yake katika utoaji wa ndege usiku na mchana kama ilivyokuwa adhima ya serikali. Lakini pia tumejionea juu ya miundombinu kurekebishwa, ikiwemo barabara za TARURA, lakini barabara kuu hii ambayo inajengwa na TANROADS kutoka Mtwara kuelekea Newala, Tandaimba, Masasi ya kilomita 210. Kwako kama katibu wa chama, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na miundombinu hii ambayo kwetu tunahisi inaenda kuleta fursa mpya ya kiuchumi na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo? Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa wetu katika kipindi cha miaka minne ambayo yuko madarakani, kuna mambo mane makubwa kafanya. Yote yanakwenda kutafsiri maisha ya kila siku ya watu wa Mtwara. Moja, umezungumzia barabara ya kutoka Tandahimba Newala Masasi kilomita 210. Ile barabara inakwenda kuugusa uchumi mkubwa sana wa mkoa wa Mtwara. Ile barabara ikikamilika itasaidia hata mawasiliano ya watu kutoka vijijini kabisa kuleta bidhaa zao Mtwara mjini, lakini pia watarahisisha pia njia ya kutoka Mtwara kwenda wapi? Dar es Salaam, kwenye soko kubwa la biashara. Lakini pia ukiacha tu barabara ambazo kwa kweli zinaendelea kujengwa kwa kiwango cha hali ya juu sana kwenye mkoa wetu, haijapata kutokea. Leo ukizungumza barabara zinazojengwa kwenye mkoa wa Mtwara ni historia. Lakini jambo kubwa amefanya hata tuliseme Mheshimiwa Rais kafanya jambo kubwa sana na la kiutu kwenye mkoa wetu kwa kuhakikisha inajengwa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara. Hospitali ya kitalii kabisa. Na hospitali ile na niwashukuru tu watu wa Mtwara pia. Hata eneo ambalo hospitali hiyo imejengwa inatazama bahari. Mgonjwa ambaye amekaa kwenye wodi akitazama bahari, muonekano wa bahari, maana yake hata ule ugonjwa wake ambao ulikuwa unamuumiza sana unakuwa na relief kubwa, anapata ahueni kwa kujikaribisha tu na miundombinu iliyojengwa pale na bahari. Kwa hiyo
Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Na hiyo hospitali faida yake kubwa, unaweza kuona tu watu wanakuja kutibiwa, lakini hospitali pia ni fursa ya utalii wa kimatibabu. Health tourism. Health tourism. Unapozungumza health tourism, sio lazima haje mgonjwa, atakuja hata yule anayemsaidia mgonjwa. Akikaa hapa atakula chakula, atakunywa maji, atalala hoteli, maana yake atakuwa amechangia kipato katika mkoa wetu wa Mtwara. Mtwara maana ametoka Ruvuma, ametoka Lindi. Yes. Yeah. Kwa hiyo unasemaje kwamba hospitali ile haina faida kwetu? Lakini pili kikubwa, huduma zote ambazo unafikiri unaweza kuzipata kwenye hospitali nyingine yoyote kule ziko kwenye hospitali ya kanda. Hakuna huduma ambayo haipatikani. Sasa sisi kwenye hili tunamshukuru sana kama mkoa wa Mtwara. Ametufanyia kazi ya utu. Na niwaombe wananchi wa Mtwara, huyu mtu ambaye ametufanyia kazi ya utu na sisi tumlipe kwa utu. Lakini jambo jingine muhimu na lenyewe nataka kulisema vizuri, kwa kuweka tu uwanja wa ndege ametufungulia njia ya uwekezaji mkubwa. Lakini leo Mtwara imekuwa na jiografia rahisi sana ya kufika kila mahali kwa sababu ya uwanja wa ndege. Kwamba kwa uwanja wa ndege huu unaweza ukaenda Mwanza leo ukarudi leo na shughuli zako za uwekezaji zikawa zinakwenda vizuri. Sasa moja ya jambo ambalo pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais ni hilo, kwa kutuwekea uwekezaji mkubwa kwenye uwanja wa ndege wa Mtwara. Na mimi nimeshinda kutembelea, ni uwanja utakuwa kisasa sana. Na nafikiri pia kuchelewa kujengwa uwanja huu, tunaweza kuwa na uwanja bora nafikiri kuliko mikoa mingine yoyote. Kwa hiyo uwanja bora wa ndege utakuwepo Mtwara na si mkoa mwingine. Na labda katibu, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Mtwara na uwekezaji, mtazamaji unaoendelea kutufuatilia, wakati huu tupo na katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, na tunazungumza naye hapa mambo kadha wa kadha kuhusiana na maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara, uwekezaji unaofanyika mkoa wa Mtwara miaka minne hii ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pengine Comrade Mjanaheri, tukizungumzia katika upande wa sekta ya maji, unazungumza nini? Tumeshuhudia hivi karibuni kuhusiana na mradi wa Makonde, lakini tumeshuhudia kuona RUWASA na idara nyingi za maji zimekuwa zikishughulika katika kumtua mama ndoo kichwani. Na huu ni miongoni mwa mkakati wa Mheshimiwa Rais kuhakikisha mama asilimia kubwa maeneo mengi yanakuwa upatikanaji wa maji unakuwa ni mkubwa. Hii kwenu mnaizungumziaje kama Chama cha Mapinduzi? Bado narudia kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuna zaidi ya bilioni 74 kwenye Makonde, kwenye mradi wa Makonde. Mradi huu utakwenda kumaliza changamoto ya maji Tandahimba, utaenda kumaliza changamoto na Nyamba, lakini pia utaenda kumaliza changamoto kwenye wilaya ya Newala. Sasa wilaya hizi zikipata maji ya kutosha, na mshukuru Rais bajeti imeshapangwa na hela zipo, tuna uhakika wa kwenda kumaliza changamoto ya maji kwa wananchi wetu. Na kwa mradi ule ukikamilika, tunatarajia wilaya hizi pia zitafunguka sana kiuchumi. Kwa hiyo kwenye miradi ya maji hakuna kwenye mkoa wetu ambako mradi wa maji hautekelezwi. Iko ambayo imekamilika, iko ambayo inaendelea kutekelezwa, lakini kwenye maeneo mengi miradi ya maji inaendelea vizuri. Na kwa kweli mpaka ikifika mwezi wa kumi mwaka huu 2025, miradi mingi ya maji itakuwa imekamilika na wananchi watafurahia sana. Na hii narudia kusema vile vile ndio kazi ya utu anayoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, tumeshuhudia ujenzi wa shule nyingi za msingi na sekondari. Hili kwa mkoa wa Mtwara likoje? Kwenye mkoa wa Mtwara, kwenye kila wilaya zilizopo mkoa wa Mtwara, kila wilaya, nikizungumza kila wilaya nafikiri naeleweka vizuri. Ziko shule za msingi na sekondari mpya. Nikiwa nazungumzia shule mpya, maana yake inayoanza darasa la kwanza mpaka la 7. Kwa sekondari maana yake unaanza kidato cha kwanza
mpaka cha 4 na maeneo mengine mpaka cha 6 zimejengwa shule mpya za msingi na sekondari. Ndio awamu ambayo imejenga shule nyingi mpya za msingi na sekondari, ni awamu ya 6. Sasa ukiwa unazungumzia miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu wa Mtwara, unazungumzia mtu ambaye amekuja kufanya kazi ya miaka 4 kwa tafsiri ya miaka 100 iliyopita. Yaani kwa hii kazi ukitafutia tathmini kwamba ingekuwa inajengwa kwa kiwango cha shule moja, maana yake hizi shule zote ambazo wamejenga tungejenga kwa miaka 100 au 50 ijayo. Kajenga kwa miaka 4. Ni jambo ambalo linahitaji tumpongeze sana. Tunaangalia misuli alionayo katika kutekeleza miradi hii. Lakini sio hivyo tu. Kila halmashauri, sio kila wilaya. Kila halmashauri ya wilaya zilizoko katika mkoa wetu wa Mtwara, kila halmashauri imeshajengwa hospitali ya wilaya. Unaweza kuona ni jambo dogo. Kila halmashauri imejenga. Sasa kama umeweza kujenga kila halmashauri hospitali ya wilaya kwa miaka 4. Kwa miaka 4. Huyu mtu ukimpa miaka 5 mingine, 99% za changamoto za nchi hii atamaliza ndani ya kipindi cha miaka 3 ijayo. Kwa sababu changamoto kubwa ya nchi ilikuwa ni elimu, miundombinu yake. Changamoto kubwa ya nchi ilikuwa miundombinu ya afya. Nimeshakwambia kwenye kila wilaya kumejengwa hospitali mpya yenye hadhi ya ngazi ya wilaya. Kila wilaya, maanake changamoto ya hospitali tumemaliza. Huyu mtu akiingia kwenye miaka 5 mingine, maana yake anakwenda kutatua zile changamoto ambazo zimesahaulika kwa namna ya kibajeti na mambo mengine, lakini kazi kubwa imefanyika kwenye miundombinu. Naam, labda tukielekea ukingoni, Katibu Comrade Mjanaheri, tumeshuhudia hivi karibuni kulikuwa na mkutano mkuu maalum, sio kamati maalum, ni mkutano mkuu maalum ambao umefanyika wa Chama cha Mapinduzi, na moja ya azimio lao kubwa ni wamempa nafasi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kupeperusha bendera kwa nafasi ya uchaguzi ujao, na Comrade Nchimbi, balozi huyu Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwenu nyinyi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa mkoa huo wa Mtwara, kuna maelekezo sijui au ni maagizo tunasema yalitoka kwamba sasa tunaenda kwa utaratibu huu, pengine hii utaratibu wa kwamba tunaenda na huku, nyinyi Mtwara mmejipangaje? Kwanza naomba kuliweka vizuri ile jambo. Tarehe 18 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2025 tulikuwa na mkutano mkuu wa CCM Taifa, ndio ambao ulifanyika mjini Dodoma. Ulikuwa na ajenda zifuatazo. Moja, ajenda muhimu kabisa ilikuwa ni kumchagua makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na tulimchagua kwa kura za ndio ndugu yetu Steven Masatu Wasira kwa makamu mwenyekiti wa CCM. Tulimchagua sisi kwenye mkutano mkuu. Lakini la pili, tulikuwa tuna ajenda ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2025 ambayo inamalizikia ya kurasa 303. Katika kuwasilisha taarifa ile kwa chama, kila sekta ambayo iliwasilishwa pale, ikiwa afya, elimu, miundombinu, utalii na mambo mengine, bila kusahau kilimo, tulikuja tukaona kwamba zaidi ya 98% ya yale ambayo tumeyaweka kwenye ilani yetu mwaka 2020, Daktari Samia Suluhu Hassan ameyatekeleza kwa kiwango cha kutisha. Sisi wajumbe wa mkutano mkuu ndio tulisema kwa kazi hii, kwa utekelezaji huu wa ilani, huyu akamalizie yaliyobaki, huyu akamalizie yaliyobaki.
Sasa mkutano mkuu nayo mamlaka. Unajua watu wataki kuelewa jambo muhimu sana. Mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kubadilisha jambo lolote kwenye katiba. Ina haki ya kubadilisha kifungu chochote cha katiba. Mkutano mkuu ndio kazi yake. Sasa sisi kama wajumbe wa mkutano mkuu tukasema, kwa kuwa kuna kazi bazo zinaendelea na kwa kiwango ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kesha kifanya na tumekiona. Na wewe mwandishi wa habari unatembea, na wewe bahati nzuri una jicho kubwa. Tembea hii nchi sasa hivi. Kuna kazi kubwa imefanywa kwenye kila sekta. Sisi hatukuwa na fedha ya kumlipa huyu mama. Wala hatukuwa na maneno mengi ya kumpa shukrani. Sisi shukrani yetu ni ya kumpa fursa nyingine ya kuendelea kutuongoza 2025 na 2030. Huyu ndio chaguo la Chama cha Mapinduzi, na tukamwongezea mwamba mwingine, mwanadiplomasia, mtu aliyekulia ndani ya chama, Daktari Emmanuel John Nchimbi kwa makamu wake. Hiyo kazi tumefanya sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa na si mwingine, na sio wengine. Kwa hiyo ukisikia sisi wajumbe ndio tulioamua, na sikuamua mimi kama katibu wa mkoa, kiliamua kikao cha mkutano mkuu wa CCM taifa ambacho kwa mujibu wa katiba kinayo mamlaka ya kufanya hivyo. Naam, katibu, sasa kwa kumalizia, labda pengine una wito gani sasa kwa wanamtwara kutokana na hayo mengi sana ambayo tumeyazungumza hapa, ambayo yamefanyika na yameonekana, lakini pia ikiwa ni yamesababishwa na Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipi wito wako sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 hususan kwa wananchi wa mkoa wa Mtwara pamoja na wanachama? Na mambo yafuatayo. La kwanza tufanye jambo kubwa la kila mtu anapoingia kwenye nyumba yake ya ibada, tumuweke kwenye maombi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Sisi Chama cha Mapinduzi tunataka tuwaambie wananchi uchaguzi upo. Uchaguzi upo. Kwa sababu uchaguzi haupo kwa mujibu wa matakwa ya mtu. Uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Kwa hiyo kuwa na uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano ni haki ya kikatiba. Sio mapenzi ya mtu kwa uelewa wake alionao, ni haki ya kikatiba. Sasa niombe kuambia kabisa ndugu zangu wa Mtwara, kwa maana ya wilaya zote za mkoa wa Mtwara, uchaguzi upo. Sisi kama CCM tunajiandaa kwa uchaguzi, na tunajua uchaguzi utakuwa wa haki na huru. Ukifika wakati, wananchi wajitokeze kwenda kumchagua rais atakayeleta maendeleo, atakayeleta umoja na atakayetujengea amani ya nchi yetu. Na kwa haraka tu nikizungumza hizo lugha tatu, maendeleo, umoja na amani ya nchi yetu, unamzungumza rais ambaye anawaongoza watu kwa utu, naye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Katibu, nikushukuru sana kwa kujumuika nasi kwenye kipindi chetu hiki, na tutakupa mialiko na zaidi ya mialiko ili tupate busara zako na watu wa Mtwara wafahamu mengi ambayo mnaweza kusema ili waweze kufahamu, lakini pia waweze kuelimishwa kuhusiana na vitu vingi. Sisi tukushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru. Asante sana. Na mtazamaji wa Mtwara Online TV, huyu alikuwa ni Comrade Ibrahim Mjanaheri. Yeye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Mtwara, na tumepata fursa kuzungumza naye hapa kupitia kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Hakika langu jina ni Mohamed Kemkem, nikutakie siku njema na hadi hapo wakati mwingine. Asante sana.